Watu wa Mtume Lut alayhi salam walikuwa wanafanya vitu ambaye haikubaliki kisheria na kiakili na pia kifitra ya binadamu. Hakuna mtu yote aliyemwamini Mtume Lut wakati aliwaambia waabudu Allah. Hata bibi yake alikuwa ako radhi na kitendo ambacho walikuwa wakifanya. Hatuwezi ongea kuhusu bibi ya mtume yote ya kuwa alikuwa anafanya kitendo mbaya. Lakini ukiwa radhi na kitendo mbaya, kwa mfano unasema wacheni nao au hawapatii nasiha, hii ni kama kwamba wewe uko radhi na hiyo kitendo mbaya. Allah akateremshia adhabu. Tulisema maana ya mutafika ya kuwa ni walibunisha kitendo kama hii, haijawahi fanyika kabla yao. Au maana nyingine ni Jibril alayhi salam aliinua ardhi yao na kibawa chake mpaka juu ya samaa na kajalia iwe juu chini. Allah tuhifadhi. Thawabu au adhabu ni kulingana na vile unafanya. Kwa hivyo hao walienda kinyume na fitra. Allah pia akawaangamiza kwa kujalia ardhi iwe juu chini. Mtume Lut alikuwa anawapatia nasiha waache hii kitendo mbaya. Paka walikuwa wanataka kufanya hii kitendo mbaya na malaika. Kwa sababu malaika walikuja kwa Mtume Lut kwa mfano ya wanaume. Kwa nini malaika walikuja katika sura ya binadamu? Ili Mtume Lut alayhi salam aweze kushuhudia ya kuwa walikuwa wanataka kufanya kitendo mbaya.